na ushahidi wanao. Sisi ni chama kilichounganisha vyama vilivyoleta ukombozi katika Tanzania na katika Afrika. Sisi ni Chama cha Mapinduzi ambacho ni muungano wa vyama vya TANU na Afro Shirazi. Kwa wazee ambao walikuwepo, sina haja ya kuwaeleza maana wanajua. Kwa vijana wanatakiwa kujua kwamba vyama vya TANU vilileta uhuru vikiwa na ajenda moja ya kudumu ya kuleta mabadiliko katika maisha ya watu. Ndio hoja yetu, na hoja hiyo ni ya kudumu. Hoja ya kudumu kwa sababu wakoloni walituchelewesha sana. Wao walikaa miaka 70 hapa, Wajerumani walikaa miaka 30, Waingereza walikaa miaka 40. Ukijumulisha inakuwa ngapi? 70. Sisi tangu uhuru hatujafika 70. Wao kwa miaka 70 walituachia wainjinia wawili, wahandisi wangapi? Wawili. Miaka 70 wanatuandaa kujitawala. Miaka 70 kuna injinia wawili. Miaka 70 walituachia daktari mmoja Mwafrika na daktari 11 kutoka India ambao walikuwa wanatibu watu pale Upanga kwa Hindi. Waafrika hawakutakiwa kuwa na hospitali wala kliniki. Wakina mama wa nyakati zile walikuwa hawajui kujifungua, walikuwa wanazaa kama ng'ombe kwa sababu ng'ombe haendi kliniki. Unazaliwa kama ndama. Hiyo ndio ilikuwa nchi ambayo tulikabidhiwa. Katika nchi hiyo kulikuwa na watu milioni 8, na kati ya hao 85% walikuwa hawajui kusoma wala kuandika. Hayo ndio maandalizi waliopewa kutuandaa. Leo katika mkutano huu niwaulize, wangapi mnajua kusoma na kuandika? Mnyoshe mkono. Tunapeleka ujumbe kwa wale waliotutawala. Walikaa miaka 70 wakatuacha hatujui kusoma. Tumekaa miaka 60 watu wote wanajua kusoma. Walipoondoka kulikuwa na watoto 400,000 tu wanasoma darasa la kwanza mpaka la 4. Leo tunasomesha watoto wote darasa la kwanza mpaka wanaoweza wanafika form 6, lakini form 4 ndio itakuwa elimu ya lazima kwa wote. Alafu wanatuambia tena, tunaambiwa na watu ambao tumewasomesha wenyewe, hamjafanya kitu kwa miaka 60. Mimi ninawajibu tu kwamba mimi vichwa vyenu ndivyo havina chochote, maana hamjui kuona tofauti kati ya mema na mabaya. Hamwezi. Wananchi wa Kahama hapa kabla ya barabara hizi za lami kutengenezwa, ilikuwa inawachukua siku ngapi kufika Mwanza? Siku ngapi? Sio 2 wewe kutembea, 3 wanalala njiani. Dar es Salaam ndio usiseme, wiki 2 anatembea. Treni yenyewe ilikuwa inapita hapa, lakini moshi juu, na kila mahali ikisimama mpaka ipate maji, na yenyewe inakunywa maji kama mtu. Hayo ndiko tulikotoka. Leo tumeunganisha Tanzania kwa barabara za lami. Sasa unazungumza habari ya lami za kutoka hapa kuunganisha wilaya au kijiji. Wakati ule hata barabara ya kwenda Mwanza lami ilikuwa haipo. Leo mtu wa Kahama anaweza kutoka Kahama hapa akafika Dar es Salaam siku ile, au sio? Anaweza kutoka hapa na bajaji mpaka Mtwara,
atapumzika kwa sababu bajaji inasumbua, lakini atafika kwa lami mpaka Mtwara. Kwa hiyo mtu anayesema hatujafanya kitu, yeye ndio sio kitu, kwa sababu hajui hali ilikuwaje, wala haoni, macho yake hayajui kuona mabadiliko. Na mtu anayesema hivyo, na shuleni tumemsomesha sisi, tena analala kwenye kitanda cha university anasema hamna lolote, lakini hajui kwamba wakati tunajitawala hata hiyo university haikuwepo, ilipatikana kwa kuchanga senti 50 kutoka wanachama watano. Usipojua unakotoka, huwezi kujua unakokwenda, maana unakuwa ulishapotea. Makubwa ya vyama vyetu katika Tanzania ambayo hayapatikani popote katika Afrika. Kwanza tumejenga nchi yenye umoja mkubwa kabisa. Nyinyi mna makabila kibao hapa Kahama, lakini hambaguani kwa makabila. Mnabaguana? Mnaishi pamoja au si? Hiyo kazi ya kubaguana kwa makabila tulishaacha siku nyingi. Sisi tumejenga nchi ya umoja ambayo Afrika nzima hakuna. Nenda ukasome vitabu, mna Google, mwende mkagugo, mseme nchi nyingine yenye amani na umoja kama Tanzania iko wapi katika Afrika. Maana zinazotuzunguka hapa mnazijua. Mnazijua sana. Mnajua Rwanda, mnajua Burundi, mnajua Kenya, mnajua Uganda, mnajua Zambia, mnajua Malawi. Zote mnazijua au sio? Zinafanana na Tanzania? Hazina umoja. Sisi tumeendesha nchi hii kwa miaka 60, na kwa miaka 60 hatujapata kupigana wenyewe kwa wenyewe. Kwa miaka 60, wakati wenzetu majirani zetu wanapigana, sisi tumewasuluhisha. Wakati wanakimbia nchi zao, sisi tumewakaribisha. Nani kama CCM? Alafu kuna vyama vidogo navyo vinataka kujilinganisha na CCM. Havina historia, havina lolote, havijafanya kufanya chochote cha maana. Vinasema nyinyi CCM mmekaa sana. Wanatumwa na wazungu waliotutawala kutuambia tumekaa sana, na sisi tuna wajibu. Tulipoondoa tukuweka mkataba wa muda gani tutakuwepo. Kwa hiyo kupitia kwao wale wanaotumwa, mimi nawaambia, kawaambieni hao mabwana zenu, hatuna mpango wa kutoka, ila mradi wananchi wanafunga. Au niseme kwa Kiswahili kwamba kwa idhini ya wananchi wa Tanzania hatutoki ya uongozi wa Samia. Mine acha stili, mine tu. Kwa miaka 4 ambayo Rais Samia amechukua madaraka baada ya maafa ya kufiwa na Rais John Pombe Magufuli, Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Akaingia Samia. Magufuli alikuwa anasema hapa kazi tu. Mama Samia akasema kazi iendelee. Na alisema kwa sababu wakati Magufuli anaitwa na Mungu, kulikuwa na watu wana wasiwasi, na ni jambo la kawaida. Kifiwa na baba yako na wasiwasi, kwa sababu uelewi nani atakuwa baba. Nani atakuwa anachukua majukumu ya nani? Ya baba. Ni kawaida kwa wanadamu kustuka. Lakini
Rais Samia ambaye kwa mujibu wa katiba alikuwa makamu wake, na tulipompigia kura Magufuli tulikuwa tunampigia kura nani? Samia, kwa sababu ni watu wangapi? Ni tiketi ya CCM. Wengine wanasema Samia hakuchaguliwa. Siji hawajui kusoma vizuri hawa. Hakuchaguliwa kwa sababu ukimchagua Magufuli umemchagua nani? Samia. Hiyo katiba yetu inasema akiondoka rais, kwa namna alivyoondoka Magufuli, makamu wake anafanya nini? Anaapishwa. Kwa hiyo aliapishwa kwa msingi huo. Hatukuchukua mtu mwingine tu kutoka Kahama hapa njoo wapi, hatuchukui hivyo. Tunakwenda na katiba. Sasa akaja akasema hapa kazi. Sasa kazi na Magufuli, rais wetu wa wakati huo wa awamu ya 5, alikuwa ameacha mambo makubwa, ameanzisha. Alikuwa ameanzisha ujenzi wa reli SGR, lakini kabla haijakamilika kufika Morogoro, Mungu akamchukua. Chini ya kauli mbiu hapo kazi tu, Rais Samia akaanzia pale alipokomea Magufuli. Leo ile reli imeishafika Makutupora Singida, na matreni yale yanaanzia Dar es Salaam yanabeba watu mpaka Morogoro na kurudi. Morogoro na Dar es Salaam imekuwa karibu sana, saa 3 tu. Kwa basi ni saa 5, kwa treni saa ngapi? Anatoka Dar es Salaam anafika Dodoma, anafanya mambo yake kwenye serikali, jioni saa 12 anaenda kulala kwake Dar es Salaam. Ni maendeleo si maendeleo? Kazi inaendelea, iendelee. Na sio hivyo tu, yuko mkandarasi anaitoa ile reli kutoka Makutupora kwenda Tabora, na reli nyingine imeanzia Mwanza inapita Isaka hapa na Kahama inaelekea wapi? Tabora. Ile ya kufika Isaka imeshafika 70%. Ya kutoka Isaka kwenda Tabora kilomita 165 inaendelea kujengwa. Tunaposema Samia mitano tena tunamwambia nini? Tunasema tunakupa muda umalize ili reli na treni ifike Mwanza, au sio? Na ile treni itafika Mwanza katika muda wa miaka 2-3 baada ya uchaguzi. Na watu wengine wanasema reli itatusaidia nini? Reli nilikuwa namsikia rafiki yangu Kishimba anasema mambo ya simenti. Simenti inatakiwa, tunataka wote hata wavilima tumbaku wajenge nyumba nzuri. Hawawezi kujenga kama bei iko wapi. Ile ikiletwa na treni itafika hapa bei karibu sawa na Dar es Salaam, kama itazidi ni kidogo sana. Kwa hiyo wananchi hawa wanaweza tena, hawa wanachimba madini. Hawezi kuchimba madini ukashindwa kununua simenti. Kwa hiyo ile treni inajengwa na itakamilika katika kipindi hicho ambacho tunasema mitano itakamilika. Hiyo moja. Lingine lililoachwa na marehemu ilikuwa ni bwawa la umeme kule Rufiji, linaitwa bwawa la umeme la Julius Nyerere. Alipoondoka Magufuli lilikuwa ni na 30%. 70% zimejengwa kwa miaka mingapi? Na hivi ninavyoongea leo mashine ya mwisho ya 9 imeshafungwa. Sasa lile bwawa limekamilika kwa 100%. Nani kama Samia? Aliachiwa akasema kazi iendelee, imeendelea, haikuendelea. Leo tuna umeme na mgao hakuna. Matatizo yaliyobaki ni matatizo ya miundombinu ya kurekebisha hapa na pale ili usio unazimika.
lakini kazi imefanyika. Jambo lingine ambalo liko karibu na nyinyi ni daraja la Busisi, pale Busisi na wapi pale, ambalo liliachwa bado ndio mwanzo. Daraja la Busisi mwezi ujao hautaisha kabla gari hazijaanza kupita juu. Liko asilimia zaidi ya 90, wanarekebisha mambo madogo madogo. Kwa hiyo watu wa huku ambao walikuwa wanatumia lile daraja kwa kuingia kwenye feri, sasa watakuwa na badala ya kutumia saa nzima au dakika 45 ndani ya maji, unatumia dakika 3. Kazi inaendelea, iendelee. Ni kuhakikishie sisi Shinyanga tupo kwenye timu 3 bora za kura katika mikoa yetu yote ya Tanzania. Sisi mkoa wa Shinyanga ni wananchi. Tulikuwa namba 2 2020, tunakuhakikishia 25 tunagombea namba 1. CCM oye! Baada ya maneno yote mazuri na miradi yote iliyofanywa na serikali ya CCM na utekelezaji wa ilani kwa 100%, tunakuhakikishia mkoa wa Shinyanga tutakuwa namba 1 kwenye kura za 2025. CCM oye! Tumhakikishie makamu mwenyekiti namba 1. Nyosha mikono juu, nyosha mikono juu. CCM oye! Tunakushukuru sana. Miradi imesemwa, kila aliyesimama hapa ameeleza, na mimi ni kuhakikishia kwa niaba ya wenzangu hawa, sisi huku tuko wamoja, hatujabomoka na hatuwezi kudanganyika. Huku ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tufikishie salamu hiyo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na jingine la mwisho ni kulete, ni kuombe na mimi sasa hapa, kwa sababu ni mkutano wa hadhara, swala la madini ambalo amelizungumza vizuri kabisa kiongozi wangu, na wewe ndio kiongozi wetu mkubwa kwenye chama, makamu mwenyekiti, ni la kisera. Tuombe utakapopata nafasi katika kunong'ona, basi huko kwenye kisera huko ijaribu kuwekewa maboresho kama aliyosema kiongozi hapa, ili wachimbaji wadogo hawa waendelee kunufaika. Lakini mpaka sasa, makamu mwenyekiti, pamoja na tunapokuomba ulipeleke, wachimbaji wadogo hawa walio wengi wanaendelea kunufaika. Chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, yako mambo amekuwa akiamua vizuri kabisa. Kwa mimi ni kuhakikishie hili la kisera ulibebe, ili najua wewe unaweza ukaita waziri yoyote na likaenda kutungiwa sera likakaa vizuri, na mimi naamini wewe ukilibeba sioni mahala ambapo linaweza kuleta shida. Hili ni ombi langu kama ulivyotutuma kwamba Chama cha Mapinduzi muwatetee wananchi na muwasikilize, na sisi tunakuomba hili ulibebe, ili likaende kurekebishwa huko kwenye sera, ili likae vizuri. Lakini pamoja na hilo, mpaka hapa mji umeuona, mji huu wakati unaingia umeuona migodi inayozunguka hapa takribani 9, migodi midogo midogo, na wachimbaji hawa wengi wananemeka na hiyo kazi kwa ajili ya Mama Samia, na sera hiyo ikaboreshwe tu ili iongeze matunda zaidi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.